Mradi huu ni kupanua barabara hii ambayo awali ilikuwa ya njia mbili lakini iwe ya njia 4. Tulifanya usanifu na tukamtafuta mkandarasi na akaanza utekelezaji kwa thamani ya shilingi bilioni 6.7 kwa hizi mita 750. Wakati wa utekelezaji, usimamizi, yani ile supervision team ilianza mapitio ya huu mradi. Katika kufanya yale mapitio, tukaona kuna maeneo ambayo tunaweza kuyaboresha na kuokoa fedha ya serikali. Kwa hiyo kwa kufanya maboresho yale, hiyo pesa iliyobaki tumeweza kuongeza mita zingine kutoka mita 750 kwenda mita 1675. Kwa maana hiyo hela ya serikali badala ya kuishia hapa imeenda mpaka kule chini kabisa. Kwa hiyo magari yataanza kuingia kwenye lanes, kwenye barabara nyingi zaidi kuanzia kule. Maana msongamano sasa hivi sio tu tumeokoa kuanzia hapa kwenye hii roundabout, tumeokoa zaidi ya kilomita 1 kutoka kwenye hii roundabout kama maelekezo yalivyotolewa. Kwa kweli tumekuwa na changamoto sana ya foleni katika mji wa Tunduma, na kama inavyojulikana mji wa Tunduma 99% ni wafanya biashara. Kunapokuwa na foleni sana katika barabara zetu, zinatupunguzia spidi ya kwenda kuwajibika na kuyafanya maendeleo kwa wakati. Hivyo basi niendelee kukupongeza mkuu wa mkoa, lakini nikuombe endelea kutusimamia kama kiongozi wetu wa mkoa serikalini, ili kuendelea kupushi miradi mbalimbali ili wananchi wa Tunduma waendelee kuyaona maendeleo yanayofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapa magari yalikuwa msongamano, watu kuvuka kwenda ng'ambo upande wa Zambia ilikuwa ni shida, lakini kwa barabara hizi 4 hasa itakuwa ni mwarobaini tosha kwa kwamba hapa Tunduma sasa tutakuwa tunaweza kwenda ng'ambo kwa urahisi. Mkuu wa mkoa, hongera sana na timu yako, endeleeni kufanya kazi. Mkuu wa wilaya, hongereni sana. Kikubwa zaidi ndugu zangu na Tunduma, tuendelee kudumisha amani, upendo, umoja na mshikamano. Tunduma yetu iwe na amani, iwe Tunduma ya amani, na watu waikimbilie Tunduma ili kuja kuwekeza. Kwa utekelezaji wa mradi, Mheshimiwa Mwenyekiti, utasaidia sana kwa sababu hapa kwenye hii barabara malori yalikuwa yanapita kwa laini hii moja tu, kwenda kusababisha malori kuvuka mpaka kwa kuchelewa. Lakini hizi barabara nje 4 ambazo tunazijenga, tuna uhakika hapa kutakuwa na laini 3 za malori ambazo zitapita hapa kwa ajili ya kuvuka mpaka. Kwa ni mradi muhimu sana na wa kimkakati ambao Mheshimiwa Rais aliuelekeza tuweze kutekeleza ili kuweza kupunguza msongamano. Lakini niungane na wazungumzaji waliopita kumshukuru sana ndugu yetu meneja wa TANROADS kwa kazi kubwa na mzuri anayoifanya, lakini kwa kazi ya kizalendo ambayo imepelekea mpaka sasa eneo letu badala ya kuwa na mita 750 peke yake, sasa tunazungumzia kilomita 1.6. Hiyo ni kazi ambayo wameifanya mainjinia wetu kwa lengo la kuweza kuongeza urefu wa barabara ambao tunaijenga. Leo tumekagua hapa, tumeona utekelezaji umeanza na ni wa kuridhisha kweli kweli. Mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na mimi nakwenda kuwasemea hawa wanaotekeleza kwamba kasi tulioiona kama viongozi wa chama imeturidhisha, na hatuna wasiwasi na msimamizi mkuu, mhandisi wetu na mkandarasi anayetekeleza mradi huu kwamba mradi huu unakwenda kumalizika kwa wakati, kwa maana kwamba mwezi wa 6 tunakwenda kupita katika njia 6 kuelekea kwa wenzetu Zambia. Niwaombe viongozi wa mkoa pamoja na mkandarasi, muwasia wanaotekeleza mradi huu waongeze kasi ili mradi huu utoe matokeo na wananchi wayaone, kwa sababu wengi wanasema sehemu kiahidi huwa haimalizi mradi yake, lakini huu na wahakikishia utakwenda kumalizika kwa wakati. Nikupongeze mkandarasi, mhandisi, kwa moyo wa uzalendo, moyo wa hekima na moyo wa kujali wananchi, na hasa wananchi wa Jonge, kwa kile kiasi ambacho mngeweza mkagawana, lakini wewe ukasema hapana, tunaomba Mungu atugawie baada ya kufa. Leo umeongeza kile kutoka mita 700 tunakwenda mita 1000.6, ambazo huu ni uzalendo ambao unastahili kupewa tuzo. Hata kama tuzo sio kuonekana, tuzo ya maombi, Mungu akubariki, akujalie maisha marefu. Wananchi wa Tunduma,
Naomba niwaombe ndugu zangu, utakapoanza kutekelezwa mradi huu kwa awamu nyingine, baada ya hapa tukawe walinzi wa mradi huu, tukawe walinzi wa kusimamia vifaa vitakavyoweka hapa. Ukimwona mtu anaiba, maana anaturudisha nyuma, nyie mkamkamate na kumpeleka mahali kunakohusika ili mradi ukatekelezeke. Lakini la pili, mkasimamie amani kuanzia nyie wenyewe, kwa sababu mkiharibu mji wenu, chungu unachokipikia, mlango unaoufunga ukiuchoma, utakufa njaa. Kwa hiyo mkao wakaanza kusimamia uchungu ili mama zetu wale wanaopitisha magimbi kame wakapite kwa usalama, ili vijana wanaouza vibanda ni bidhaa zao katika vibanda pale wakauze kwa usalama, ili magari yetu yanayopita pale yakapite kwa usalama. Na usalama huu ni wangu na wewe, si wa mkoa na kamati ya ulinzi. Baada ya kusema hayo, niwapongeze tena viongozi watekeleza mradi huu. Mungu abariki sana. Mungu abariki upanuzi wa njia 4 za mji wa Tunduma. Mungu aibariki Tanzania. Asanteni. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.